Katika vipimo ambavyo inatakiwa tupime vita vya sasa hivi kule Mashariki ya Kati, ni nani atakuwa na pumzi ndefu ya kuendelea na vita kwa muda mrefu. Hicho ni kigezo, tukizingatia kwamba kila ambapo vita vinakuwa ni virefu, maana yake ni kwamba maumivu yanaendelea kuwa ni makubwa zaidi. Maumivu kwa maana ya watu wako, maumivu kwa maana ya uchumi wako, maumivu kwa maana ya silaha zinateketea vile vile. Sasa tuvitizame hivyo vita kwa mtazamo huo. Lakini kuna maumivu ya kimataifa ya hawa wanaoshangilia vita, nashangilia upande huu au upande ule, lakini hamjui kwamba na nyie pia mko vitani, kwa sababu maumivu ya kimataifa yatamkumba kila mmoja. Mafuta yakipanda na mkate utapanda, na unga wa ugali vile vile bei yake itapanda. Lakini haya ndiyo matokeo ya vita. Mungu anasema wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Msisite, msiogope kupambana na jamaa madhali wanapambana na nyie kwa sababu ya maumivu, kwa sababu in takunu ta'lamun, ikiwa mnaumia kutokana na vita, maumivu ya aina yoyote ile, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, hata wao wanaumia kama mnavyoumia. Nani anaweza kusema kwamba Marekani hajaumia? Nani anaweza kusema Israeli hajaumia? Lakini kwa upande mwingine, nani anaweza kusema Irani haijaumia? Lebanoni haijaumia? Palestina haijaumia? Hiyo ndio tabia ya vita. Kwa hivyo kuwa na pumzi ndefu ndio kutamfanya mmoja wapo ashinde. Lakini katika athari, mbali na athari za kiuchumi kwa walimwengu, kuna athari nyingine hasa kwa wanyonge. Afrika ambayo ilikuwa ikituhumiwa miaka yote kwamba haina demokrasi na kwamba Afrika ina mapinduzi ya kijeshi, na hasa nchi za Afrika Magharibi zilikuwa na mapinduzi mengi sana ya kijeshi. Mwanajeshi anaamua kumwangusha rais, anamtia jela, anamuua, anafanya chochote, kisha anakuwa yeye ndio rais. Na Afrika ilionekana miaka yote kuwa ina ushenzi wa namna hiyo, maana yake ulionekana ni ushenzi. Lakini sunna inaanzishwa sasa hivi ya kwamba rais asiyetakiwa na Marekani anakwenda kunyakuliwa na kuchukuliwa, anapelekwa katika nchi nyingine, Marekani, anahifadhiwa kule, hakuna anayejua habari zake wala hakuna anayejadili. Kisha amemaliza, hajachukua muda mrefu, amekwenda kuua kiongozi wa juu wa nchi nyingine. Alafu haya yakiachiwa yakaendelea bila mapambano, hakuna atakayesalimika. Kwanza itakuwa ni wahi, wataupata kila mmoja kwamba nikimkosea bwana mkubwa huyu, siku ya pili naweza nisiamke mimi rais, naweza kufanya chochote kile, sio? Kwa hiyo ikiwa haya yataachiwa na si tukashabikia, hakuna nchi yoyote itakayokuwa salama. Wanyonge wote watatakiwa waseme sami'na wa ata'na, na kama atapinga basi angojee matokeo ya Maduro na matokeo ya nchi nyingine kama Irani na kule Lebanoni, kwamba viongozi wa juu wanauawa. Kwa hiyo kuna dharura ya kuyasoma mambo haya kwa namna fulani ya kimataifa kuliko namna ya kieneo peke yake. Lakini tusisahau kwamba leo ni mwezi 19 wa Ramadhani, ni mwezi ambao kwa maana ya tarehe aliyokufa, alopigwa upanga al-Imamu Ali Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali, ambaye ana mchango mkubwa katika kutengeneza ushujaa wa jamii ya Kiislamu. Ndio utaona Wairani wana kombora linaitwa Khaybar, linahusiana na Ali ibn Abi Talib. Lakini ni namudhaji ya shujaa anipigiwa mfano kwa ijma'i ya Waislamu wote.
katika medani ya mapambano, katika kupigania haki, na ameendelea kuwa ni mwalimu wa mashujaa katika Waislamu namna gani wapambane. Ni moja katika viongozi waliotengeneza thakafa ya watu wa Irani katika mapambano. Leo ni siku adhimu, ni siku ambayo akiwa msikitini alipigwa upanga, na mengi pengine mmeelezwa na mashekhe, lakini kubwa kuliko yote ni ile kauli adhimu ya mtu aliyopigwa upanga katika msikiti, na alizaliwa ndani ya Al-Kaaba, anapigwa upanga unaosababisha kifo chake ndani ya msikiti. Kubwa kuliko yote ni yale maneno aliyosema fuztu wa rabbil Kaaba, kwamba yote hayo 9 mimi nimefuzu na hapa kwa Mola wa Al-Kaaba. Sasa na sisi tunaipigania manhaji yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asitufanyi tusite kupata shahada, kuomba shahada, kwa sababu usipoomba shahada utakufa tu. Sasa bora ufe shahidi Ndio maana watu watukufu wote wanaomba Mungu akiwatoa duniani awatoe ni mashahidi, sio? Kwa sababu hakuna namna utaondoka. Ukitaka usife, amua kabla ya hapo kwanza usizaliwe. Lakini madhali upo ushazaliwa, utakufa. Kwa hiyo na wale hata waliokufa kwa kupigania mambo yao makubwa vile vile wamekufa, ni watukufu wanaotajwa katika historia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.